kama wito kwa mtu yeyote ambaye ni Mtanzania na bado hajakuwa na mchango wa moja kwa moja juu ya maandamano yaliyopita ama yanayokuja. Jaribu kuangalia moyo wako ni mgumu kiasi gani, ikiwa mpaka sasa hujioni uko na hatia kwa sababu tu kutoa mchango wako juu ya kuitafuta serikali itakayokuwa ya haki. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza, kabla sijaendelea kuzungumza, mimi ninaomba radhi hadharani kwa sababu nahisi nilikuwa mtu mbinafsi sana na nimekuwa na ile kitu niko nayo peke yangu wakati ndugu zetu walikuwa wametoka barabarani na wakiteswa na wakiumizwa. Kwa hiyo munisamehe sana kwa watu ile ambayo wameteseka kwa sababu tu watu kutoa mchango kwao. Ninaomba msamaha. Taarifa ya pili, kabla sijakuwa kuendelea kwenye point kubwa, ninaendelea tena kwa mara nyingine kumuomba kila mtu ambaye yuko hapa kwa lengo la kutaka tuone Tanzania yetu inakuwa nchi bora zaidi, nchi itakayokuwa na haki zaidi, nchi itakayokuwa watu wana furaha zaidi. Basi ninakuomba sana ukubali kumpenda mwenzi wako. Isikuwe we sababu ya kuzivunja hizi harakati. Usikubali kuwa we sababu ya kuzipasua hizi platforms ambazo watu tunakaa kwa kuongea. Ikiwa tunazungumza maneno ambazo hazijakuwa zinakupendeza, ni vizuri usikae pembeni ukatuongea. Ni vizuri tukue tunasameheana na tupendane kweli kweli, tushirikiane mpaka pale tu matakwa yetu yatakapokuwa yamezingatiwa na yamefuatwa. Tukue na subra na tujaribu sana kuongea kauli nzuri kwa kila mtu hapa anapanda, kwa sababu watu wengi nyumbani kwetu Tanzania wako na trauma, wako na stress, wako na msongo ya mawazo ambayo haiwezi kutibika. Kwa hiyo tukue na subra, tukue wavumilivu. Hata kama mtu atakuja atauliza nikiandamana utanipa mkate, tutamjibu tu kama tunatamani kukupa mkate lakini hatuna uwezo wa kukupa mkate. Na inatosha kuliko tusitumie ubabe sana. Hili ndio jambo ambalo namuomba kila mtu. Jambo jingine, sasa hivi dakika ndogo imepita, nilikuwa na mazungumzo ya simu na watu watatu tofauti, lakini mmoja ni alikuwa ni mtu ambaye bana harakati anaheshimika sana kwa nchi yetu. Kuna mambo mazuri sana kaniambia juu ya mabarua ambayo tumeandika, kathibitishiwa kabisa majawabu, kathibitishiwa na watu wa ndani kabisa wako kwa government juu ya mambo ambayo si tunafanya, na kaniambia from Jumatatu mpaka Ijumaa kuna mambo mazito, kuna mambo mingi itakuwa itatokezea. Ni kweli kanieleza, lakini sijakuwa nimepewa ruhusa ya kuyaweka wazi kwa sasa, lakini naomba kuwapa utamu kidogo muweze kustahimili hii weekend ya Jumapili, kusubiri kitu kitamu zaidi inakuja Monday mpaka Friday. Kwa hiyo kazi inakwenda vizuri. Sasa ndugu yangu, kabla sijakuwa naendelea sana kuzungumza mambo binafsi, ningeomba leo kuwapa taarifa mpya. Na kwa sababu tu mimi nakuwa naweza kuwapa taarifa mpya kila siku, na taarifa ambayo iko na fact, na taarifa ambayo napenda ifike kila mtu, kwa sababu tu sitaki kuwapa muda hawa primitive ama watesi wetu, sitaki kuwapa muda wa kuweza kulitatua ile habari ya jana. Ile habari tuliwapa jana, tukiwapa siku mbili bila ya kuwapa habari nyingine ya kuwatesa moyo yao, tutawapa muda wa kulijadili lile. Sasa leo nawapa mbaya zaidi, na kesho itakuja tena, ni tutashambulia mpaka ile tarehe inafika. Ili tu wasikuwe na muda mzuri wa kuweza kutafakari kwa ufasaha sana jinsi gani wanaweza kupambana na sisi. Kama nimeeleweka, ninashukuru.
pia napokea update kama wanajaribu kunishusha tena, japokuwa nimereport huko kwa TikTok, nimeandikia email. Kwa hiyo maybe sijui nini mtafanya, kama kulike or something, nikuwe wanione niko active. I don't know if mnaweza mkafanya kitu kwa TikTok yangu, either kulike ama whatever, isije kadondoka, kwa sababu hii habari niweze kuwapatia. Well, so leo tumeingia. Ngoja kidogo Abil. Jamani, muende mlike kuna nani yake TikTok yake. Yaani mwekee vitu hapo kwenye nani yake. Okay. Unaweza kaendelea Abil. Alafu nani mamko nimekushusha kwanza, baadaye akianza maswali utapanda ili umpe yale maswali ulionayo. Okay, unaweza kaendelea Abil. Alright. Asante sana. Leo tumekuwa na mafanikio pia mazuri sana ya kuweza kuendeleza mipango ya kufanya maandamano yetu makubwa ya amani yasiyokuwa na kikomo kwa nchi nzima Tanzania. Maandamano ambayo hayatakuwa na kikomo, hayataweza kusimama na bila ya kuchoka usiku na mchana, mpaka pale tu matakwa yetu ambayo tunayataka sisi raia za kawaida yatasikilizwa. Sisi sio wanasiasa yoyote, wala hatuko kwa chama yoyote ya siasa nchini Tanzania ama movement yoyote ya siasa, na pia sisi hatuwezi kubaguliwa kwa sababu ya dini zetu. Wako watu hapa wana madini tofauti, wale makabila zetu, wale rangi zetu. Sasa leo ndugu yangu, tumefanikiwa kuingilia mifumo muhimu sana ya nchi ya Tanzania, na ikiwa tu hawa watu wanaonisikiliza mimi watasema kwamba ili jambo ya uongo, naomba wakiri hadharani kwamba hii mifumo hatujaingia, na wakikiri kwa kubahatisha, mimi nitaweka wazi, hata kama itakuwa ni hatari kwa taifa letu, kwa ajili ya usalama ya taifa letu, hizi taarifa nitaweka wazi, manchi mengine waone. Najua sio nidhamu sana kufanya hivi kwa kuiexpose, kuiweka wazi nchi yetu, lakini kama nilivyoambia kwamba bado mimi naamini njia pekee ya kupigana na primitive ni kwa njia ya kuwa paralyze. Sasa tunatumia mbinu yoyote inawezekana tukuwe na uhakika kwamba tunaiparalyze hii serikali, kwa sababu mtu yeyote aliyokuwa ameparalyze, hata chakula peke yake hawezi kula karaha zake, hawezi kukoga karaha zake, lazima kogeshwe, alishwe, na hiyo ndo tunamfanyia Samia Suluhu Hassan pamoja na utawala yake. Sasa najua ni mambo makubwa, kwa hiyo kama wana record, naomba watukatalie kama hizi mambo hatujafanya. Na kama wakikataa tu kwa sababu ya kuonesha ubabe zao, mimi nitaweka wazi na kila mtu ataona hii taarifa. Kwanza, leo nimeingia paralyze serikali mpaka ikadondoka. Sasa ndugu yangu, CCM ni watu majambazi sana na wako na experience nzuri sana ya ujangiri. Sasa nini imefanya? Ilichofanya CCM, katika kila idara huwezi kuajiriwa mpaka ukue wewe mwana CCM. Mpaka ukue wewe primitive ambaye bado mpaka leo tunatumia science and technology, we bado uko zama za mawe. Sasa wanawachukua wale watu wa zama za mawe, wanawafundisha wimbo wa taifa ya Tanzania, na anafundisha bila CCM hatuwezi kukua, bila ya CCM ndio kila kitu. Sasa kwa sababu tu zile watu ni primitive, wanawekwa kwa system. Ukiweka watu hawa kwa system, haiwezekani tena kutokezea kitu inaitwa administrative paralysis. Kwa nini? Kwa sababu CCM polisi yote CCM, walimu yote CCM, watu wafanye kazi ya benki yote CCM. Na sio CCM tu, wamepewa na zawadi ya primitive, which is ni kitu kibaya zaidi. Yani unamkuta CCM ambaye ni mjinga. Wako CCM waliostarabika kama bwana Arioba na nyingine. Sasa lakini mbaya zaidi ukiwa CCM alafu ukawa primitive. Kwa maana hiyo ndugu zangu, kuiparalyze serikali kwa njia ya political kwa sasa hatuwezi tena, kwa sababu
hakuna chama ya upinzani ambayo iko strong. Wapinzani nyingi imekuwa inanunuliwa, wamepewa hela na wanatumikia shetani kama Bwana Makengeza, na administrative paralysis haiwezekani tena kwa sasa hivi, kwa sababu kila polisi ni CCM, kila mwalimu ni CCM, na sikuwa bado ni CCM, kaongezewa na uprimitive. Sasa ndugu yangu, swali inakuja, ni njia vipi tunaweza kufanya kitaalamu kabisa kwa jambo ambayo imethibitika na wasomi wa siasa, tukaweza kuiparalyze serikali? Njia ya kwanza, tusimwamini mwanasiasa yoyote, kwa sababu hatuko na mwanasiasa ambaye tunaweza kuthibitisha kitaalamu na kiintelijensia kwamba anaweza kufanya political paralysis, isipokuwa Tundu Lissu na bwana Professor Assad na nyingine ambazo mimi sizijui. Na hatuwezi kuifanyia administrative paralysis ile kuiparalyze serikali kwa maandamano ya wafanyakazi, kwa sababu hizi wafanyakazi zote ni CCM. Swali inakuja, tunawezaje kuiparalyze serikali kitaalamu, kiintelijensia na kwa mujibu ya ulimwengu ambayo tunaishi nayo sasa? Njia iliyobaki ni moja tu, ambayo inaitwa public resistance paralysis. Maana yake kwa Kiswahili nyepesi ni maandamano ya amani ya kudumu ya raia wa kawaida ambayo hayana kiongozi yeyote ya kisiasa, hatuna kiongozi yeyote ya dini, hatuna kiongozi yeyote ambayo anatokana na fungamano yoyote ya mambo ya kisiasa. Hii ndugu zangu ndio njia peke yake iliyobakia kwa sasa kwa mujibu ya elimu na kitaalamu. Tutaweza kuiparalyze serikali, tutaweza kuidondosha serikali. Lazima ndugu yangu tukue tunaambizana ukweli kwamba tuna muda mchache imebakia. Tuhimizane kwa moyo zetu moja na tumweke Mwenyezi Mungu wetu mbele, na tutumie kila taaluma na knowledge ambayo tuko nayo kuhakikisha kwamba tarehe 9 Disemba 2025 tunafanya maandamano makubwa ya amani yasiyokuwa na kikomo mpaka tu pale matakwa yetu raia wa kawaida yatakapokuwa yanasikilizwa. Kwa sababu hawa jamaa watakuwa wanasikiliza nini tunasema na nini mikakati yetu. Wamefika sasa kutujaribu kutumikiza watu wa masiasa na watu wa madini watujie ili kama kutaka kutuungana na sisi, alafu tukiingia kwa barabara tuulize nini mnataka, alafu wao tu kwa sababu wako ni wanasiasa seme okay, si ni kiongozi, kwa hiyo tutakuja hapa kuongea kwa niaba yao. Nei, mimi nimekuwa makini sana katika kila barua ambayo nimeandika, kutumia balozi zote, kutumia nchi za kimataifa. Nimewaambia kwamba sisi ni wa raia wa kizalendo ya Tanzania ambayo hatuko na fungamano la chama yoyote ya siasa nchini, na wala hatuko kwa movement yoyote nchini. Ndugu zangu, hii ni jambo muhimu sana mkue nayo. Tusije tukakubali kutumika na wanasiasa. Kama wanakuja kwa maandamano yetu kama kwa lengo yao kutuunga sisi mkono, kwa hiyo lazima tutawapa masharti ambayo lazima wabebe bango ambayo ina agenda yetu. Wasije pale anakuja na bango ambayo inasema tunataka maridhiano. No, sisi tukusema tunataka maridhiano. Tunataka Samia Suluhu Hassan, IGP, CDF waachie mamlaka haraka iwezekanavyo. Ikiwa hawa jamaa watatujia sisi kwa maandamano yetu na agenda ya aina hiyo moja ambayo tuko nayo, tunakaribisha. Maandamano yetu tunakaribisha CCM. Maandamano yetu tunakaribisha vyama vya walemavu Tanzania. Maandamano yetu tunakaribisha vyama vya wagonjwa wa kisukari Tanzania. Tunakaribisha kila mtu aje kwa maandamano yetu ya amani yasiyokuwa na kikomo, na maandamano ambayo kwa hakika kabisa tutaparalyze serikali. Hiyo ilikuwa njia ya kwanza ambayo nimeona nirejee kidogo kama kutoa elimu, na ikiwa kuna mtu yote ambaye hajafahamu nikistop tutaulizana maswala.